Hamas yapa wataendelea kuwaua wanajeshi wa Israeli baada ya shambulizi la kuvizia kuwaua 7 huko Gaza. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina imeapa kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya shambulizi la kuvizia lililotekelezwa na wanamukawama wa harakati hiyo na kuangamiza wanajeshi 7 kusini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa hii imeelezwa na Abu Obeida, msemaji wa brigade za Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas. Amesema, Mungu akipenda, mazishi na kuangamizwa askari wa adui vitakuwa jambo la kawaida kwa kuzingatia kuwa utawala ghasibu wa Israeli unaendelea na vita vyake vya jinai dhidi ya watu wetu. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema kuwa wanajeshi wa utawala huo waliuawa katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza Jumanne ya wiki hii baada ya gari ya jeshi walilokuwa wamepanda kulipuliwa na wapiganaji wa Hamas. Abu Obeida ameitaja operesheni hiyo iliyoangamiza wanajeshi 7 wa Kizayuni kuwa ni hatua ya aina yake na ya kijasiri. Jeshi la Israeli limekiri kuwa hadi sasa wanajeshi wake takriban 879 wameuawa tangu utawala huo uanzishe vita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza Oktoba mwaka 2023. Vile vile, idara ya ulinzi wa raia kwenye ukanda wa Gaza imesema idadi ya Wapalestina waliouawa Alhamisi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israeli katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo imefikia watu 56. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal amesema mauaji hayo yamefanywa katika maeneo kadhaa ndani ya ukanda huo. Miongoni mwa waliouawa ni watu 6 waliokuwa wakisubiri misaada ya kiutu katika maeneo tofauti. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema kinachoendelea Gaza ni mauaji halaiki. Sanchez ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kusitisha mara moja mkataba wake wa ushirikiano na Israeli. Mashambulizi ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza ya kulipa kisasi dhidi ya kundi la Hamas lililowaua watu 1219 mnamo Oktoba 7, 2023 hadi sasa yamesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 56,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza iliyo chini ya kundi la Hamas. Vile vile, vyombo vya habari vya Kizayuni vyakiri kutokuwa na uwezo wa kukabiliana na Yemen. Vyombo vya habari vya Kizayuni vimekiri kwamba utawala ghasibu wa Israeli ni dhaifu sana na kwamba hauna habari na intelijensia ya kutosha kuhusu Yemen. Kanali ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni imesema kuwa Israeli inapaswa kuwa makini na Wayemen na kwamba isiwaruhusu kuendeleza teknolojia yao ya makombora. Imesema, Wayemen wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mienendo yetu wakati wa vita vya hivi karibuni vya Israeli na Iran. Vyombo vya habari vya Kizayuni pia vimesisitiza kuwa tuna habari chache sana kuhusu Wayemen na kwa hakika hatujui mengi kuhusu hali yao. Yemen imekuwa kwenye kitovu cha matukio ya usalama wa kikanda katika miezi ya hivi karibuni, ambapo imekuwa ikishambulia kwa ndege zisizo na rubani na makombora ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ili kukabiliana na mzingiro na uchokozi wa Israeli dhidi ya wakazi wa ukanda huo. Ikiwa ni katika juhudi zake za kujaribu kuvunja mzingiro wa majini na anga uliowekewa na watu wa Yemen dhidi ya utawala wa Israeli, utawala huo wa kibaguzi umekuwa ukifanya mashambulizi dhidi ya raia wa Yemen na kupelekea makumi ya watu kuwa washahidi na wengine wengi kujeruhiwa. Licha mashambulizi ya jeshi la Yemen linaendelea kuunga mkono mukawama na wananchi wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza, na kwa kutekeleza operesheni za kipekee katikati mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, limelenga meli zinazohusishwa na utawala wa Kizayuni katika Bahari Nyekundu na Bahari ya Hindi. Vile vile, waziri mkuu wa Pakistan amepongeza mapambano ya Iran dhidi ya hujuma ya utawala wa Kizayuni. Shahbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, amesema kwenye hotuba aliyotoa Alhamisi kwamba tunapongeza hatua za ujasiri za Iran katika kukabiliana na mashambulizi ya Israeli. Ameongeza kuwa hapana shaka kuwa Israeli ilifanya uchokozi dhidi ya Iran. Iran ilitumia haki yake halali katika kutetea mamlaka ya umoja wa ardhi yake. Shahbaz Sharif aidha amesema mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Said Asim Munir alikutana na Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa OIC uliofanyika hivi karibuni mjini Istanbul. Kwenye mkutano huo, kamanda wa jeshi la Pakistan alimfahamisha bwana Araghchi kuhusu juhudi za kidiplomasia zilizofanywa na nchi yake katika kuiunga mkono Iran na kusaidia kusitisha vita. Vile vile, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ameeleza kuwa kwa mujibu wa mkataba wa NPT na kifungu cha 4 cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na imeazimia kudumisha haki hiyo kwa hali yoyote ile. Akijibu swali la televisheni ya Al Jazeera kwamba Rais Trump anasisitiza kuwa mpango wa nyuklia wa Tehran umeharibiwa kabisa na kwamba shambulio la Marekani lilikuwa ni operesheni kamilifu iliyoharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema, kilicho muhimu kwangu na ambacho hakipaswa
kufichwa kwa maneno, upambaji na misimamo mbalimbali ya Marekani, ni uhakika kwamba tumeshuhudia pigo baya kwa sheria za kimataifa, mamlaka ya NPT na maadili ya jamii ya kimataifa. Jambo ambalo ni muhimu zaidi ni kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kutambua kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yalikuwa ni kitendo cha uchokozi dhidi ya ardhi nzima na mamlaka ya kitaifa ya Iran. Ismail Bagei ameongeza kuwa, ninachopaswa kusema ni kuwa haki ya Iran ya kupata nishati ya nyuklia kwa njia ya amani iko pale pale chini ya NPT, na kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na imeazimia kudumisha haki hii kwa hali yoyote. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.